Moja kwa moja mtazamaji, tuelekee kaunti nambari 1 ambapo shahidi aliyekiri kushiriki mauaji ya Shakahola ameendelea kutoa ushahidi huku akimsushia kasisi Paul Mackenzie kwa kutoa amri ya watu kufunga iliyopelekea mauaji ya halaiki katika msitu wa Shakahola. Wakili wa washukiwa Lawrence Obonyo alimtaka shahidi huyo kuweka bayana washukiwa wengine mbali na Mackenzie walioshirikiana naye kushinikiza wafuasi kufunga kula na kunywa. Mahali popote wewe na yeye pamoja na wengine mlikubaliana mfunge hadi mfe. Yeye ndiye alikuwa na hiyo ujumbe. Hao hata Shakahola hawajawahi kanyaga. Unajua hivyo? Hata hawakuwa Shakahola, hawakushikiwa huko. Unajua hivyo? Huyu alikuwa lakini alitoroka. Akaona hii siwezi ngojea. Unaongelea Peter Omondi. Peter Omondi. Na wengine hata hawajakanyaga Shakahola. Walikuja wakiwa wameelezwa kile kitakachofanyika. Uliwaona Shakahola? Ando na Peter Omondi ulimuona na akatoka. Ndio. Peter Omondi kaa chini. Wacha tukuondoe kwa hiyo hesabu, usichanganye. Ni nani kati ya hawa uliwaona Shakahola? Nataka tu useme ni nani nilimuona Shakahola. Shakahola ilikuwa kubwa. Uliwaona ama haukuwaona? Sikuwaona, tumekutana jela ama police station. Asante. Na maneno ambayo unasema hata wakielekea Shakahola waliambiwa na wakakubali, ndio, ni maneno ambayo huwezi thibitisha. Ni maneno naweza thibitisha kwa sababu wakati tumekutana wao wanasema walielekezwa waje wafunge waende kwa Yesu. Kwa hivyo walikuja wakiwa wameamini. Ni nani kati ya hawa alikueleza maneno haya? Tunazungumzia Omolo alisema mwenyewe. Huyu Omolo alisema alielezwa aje afunge. Kile kinaendelea, watu wananyakuliwa kwa njia ya kufunga. Na nani? Mackenzie. Tukiachana na hayo, turejee hapa kaunti namba 47 ambapo waziri